Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo jeudi le 5 mars 2026. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea leo ni mingi. Tutawaambia kabisa ni kipi kinachoendelea kwenye uwanja wa vita kuanzia asubuhi ya leo mpaka saa za mchana wa leo. Tutawapeleka kule Minembwe, tuwaambie kabisa hali ni vipi asubuhi ya leo na mpaka mchana wa leo apre kupigana vikali jana. Tutawapeleka katika maeneo tofauti Masisi, Walikale na Ruchuru, tuwaambie kabisa hali ni vipi kwenye uwanja wa vita. Kama kawaida tutawapeleka katika maeneo tofauti tuwaambie habari mbichi kutoka huko. Mu Ituri mu territoire ya Jugu, FARDC walipata minisio, stoke ya minisio mingi kabisa za wanamgambo wa CRP wale wanaoongozwa na Thomas Lubanga. Video kabisa mutazifuata hapo, na ya kwanza nadhani ya kwamba muliona wakati tulikuwa na tuko na anza kabisa habari hizi. Hapo ni katika maeneo ya Jugu, ile territoire ya Jugu kule Ituri. FARDC nasema ya kwamba CRP kabisa leo wataipiga kwa sababu silaha zote waisha zikamata, donc hawana tena nguvu. Tutasikia porte parole wa FARDC kule Jile Ngongo alitangaza video zote kabisa ziko pale, mtaelewa jinsi mambo yako kule. Anaitwa Bahati Lukwebo alitangaza kwamba Kongo kabisa haina tatizo na sheria ama kuhusu hata mambo ya kushanje constitution, ile haiko tatizo. Anasema ya kwamba tatizo ya Kongo ni watu ambao wanaendelea kuonekana kabisa kuwa hawana uwezo wa kuwa kweli viongozi. Tutawaambia mengi kuhusu hayo aliyoyatangaza. Bukavu kulikuwa aksida mbaya, aksida kabisa, mire iliangukia nyumba, watu wakapoteza maisha yao. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia link yenye iko pale chini mu description. Ukishagusa kwenye titre pale chini ya titre mu description utapata link yetu, uguse kwenye link hiyo ujiunge. Bila shaka kabisa utakuwa ukizipata habari zetu, na najua ya kwamba kila kitu utakuwa ukikifahamu kabisa kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Basi tufungue ukurasa wetu wa habari, munitikie kabisa habari zetu za mchana wa leo. Tuzianzie moja kwa moja huko Ituri ambapo nataka kuanza kuhusu FARDC ambayo iliweza kabisa kupata stoke ya silaha za CRP. Ile CRP ni grupe arme inayojulikana kule Ituri, inaongozwa na Thomas Lubanga. Ile grupe arme ilikuwa kafonde kule Uganda. Nadhani kwamba historia yote mnaijua, na si kwa siku mingi sana. CRP imekuja hivi juzi, kama niko nakumbuka ni mu 2024 au hata mu 2025 kabisa. Haiko grupe arme ya zamani. Ile grupe arme apres kukuwa fonde nayo ilianzaka kufanya vita kule ikipigana na FARDC, wakiwa na mpango wa kutaka kuyakamata maeneo nao wayakontrole, kwa sababu Thomas Lubanga naye asemaka kwamba yeye iko contraire kabisa na gouvernement ya leo ya Kongo, donc inayoongoza nchi ya Kongo. Mapigano mnajua yalikuwa yakiripotiwa katika maeneo tofauti, hususan katika eneo za Kasenyi
kule kwenye kuna kwaka pia na wanamgambo wa Zaire walikuwa wakipigana sana maeneo ya Bule. Mnajua jinsi mapigano yalikuwa makali, FARDC ikaendelea kurekipere eneo zenyewe walikuwa kandani. Jana sasa katika territoire ya Jugu FARDC iliweza kufanya operation ambayo ilikuwa kugundua kabisa stoke ya wanamgambo hao wa CRP wa Thomas Lubanga. Walikuwa wakitumikisha eneo ile kama eneo yenye uchimbaji madini. Pale kwenye FARDC ilizipata hizo silaha. Video ndio hizo muzifuate. Epui video ya Jile Ngongo kwenye alikuwa akitangaza yote ayo kabisa. Nitakuja kustope kisha msikie ginsi alitangaza. Me video za ginsi walipata zile maarme na arme zote ndizo hizo hapo muzifuate, nami nikiwaambia mambo ginsi ilikuwa kama site miniere, na mnaona ginsi ni msimu, kuna mashine za kufanya kazi pale. Waliingiaka pale wakachimba kabisa shimo. Apres kuchimba shimo wakaficha ndani zile silaha. Ni mingi nadhani ya kwamba mko naziona mabombe, masasi mingi, mabwate kabisa ya masasi na silaha mingi tofauti wakazificha mule ndani. Donc ilikuwa stoke kabisa d'armement ya CRP. Nipo sasa FARDC apres kujua ya kwamba pale kuna stoke hiyo, wakaingia ndani wakachimba kabisa nao ili waweze kugundua hizo silaha, na waliweza kabisa kuzipata silaha hizo hizo kabisa ambazo mko naziona kwenye video hiyo. Hao ni wanajeshi wa FARDC pale Mujugu kwenye walikuwa wakifanya ile operation. Na apres sasa kupata silaha hizi, FARDC kupitia porte parole wake kule Ituri Jile Ngongo walipana explication zote kuhusu kupatikana kwa ile kwa ile stoke d'armement ya silaha donc ya CRP. Na Jile Ngongo akasema kwamba CRP imeisha, sema kwamba imeisha kabisa. Leo itapigwa kwa sababu wana tena nguvu. Video yake wakati alikuwa akifasilia yote ndiyo hiyo, zani ya kwamba mtaelewa kabisa. Alitumikisha Lingala, akatumikisha Swahili na Francais. Zani ya kwamba hizo ni lugha kabisa ambazo wengi mtazisikia. Ale, mambo inaisha. Mambo inaisha. Hapa njo mwisho. Hapa njo CRP na batu yake batakula moshi kabisa hapa. Les armes. Ce n'était plus un site minier. C'était un site d'armement. Un site d'armement. Nous venons de découvrir un site d'armement. L'armement de CRP. Makambo Sili. C'est comme ça, comprenons maintenant le chantage au Sala. Kokana FARDC Tchouma. FARDC Tchouma. Botala binomoko ba armement, minduki, munitions. Dans un site minier. Ça, c'était plus un site minier. C'était un site d'armement et de munitions. Oyo CRP à Kundaki pour Yakoboma Iturien. Maintenant, comme nous disons que la République gagne toujours, découvrir, il fallait intervention à Ponclé, machine. Je vous laisse un peu suivre ce que les forces armées, votre armée, a découvrir na territoire ya Djougou, na chefferie ya Mambisa, na Jingo, ya état-major ya Baraka, oyo esi ya Kufa, mais ya Kundaki, awa toyesiko kotimbola, tozisiko ba munitions, ba armes, tout ce que vous faisiez là. Suivez d'abord et puis nous allons revenir.
Sogoro, kusan nam. Sogoro, kusan nam namuna kumana. Peuple iturien. Batu nyonso bazolanda biso na monde entier. Ndenge lieutenant général Luboya alobaki lorsque nous avons présenté l'arme oyo tozwaki dans des différents fronts. Alobaki, voici l'armée. On peut compter sur cette armée. Le commandant des opérations a félicité Kiba soldat nae nyonso du travail abattu. C'était pas encore fini, c'était qu'un début. Hier et aujourd'hui, tala minduki toutiko kundo la minduki. Je vous dis que ça c'est pas un site minier. C'est un site d'armement que les forces armées, votre armée, a outiko découvrir. Ba machine il faut ça là or, mais ba machine il y a qui peut timbola pour ba kunda munitions n'armement. C'est comme ça, oh non, tout a piga. Lukuya kabisa. Boya. Kuya sasa. Kuya kama huko mwanaume, umo tuko mingi, tuko 2000, tuko 3000, tutapiga batakimbia. Sasa weye kama huko mwanaume, Toma hapana kuikala kule, kuya hapa njo. Utaona. Ozotika la kuna pamba yakao otala musala ba soda bazo sala. Match est sili. Puis nous allons continuer ce travail jusqu'à la neutralisation finale de tous les ennemis de la République. C'est fini cette histoire. À Panjo Mouicho, nous allons présenter ces armes dans le monde entier. Ah, on a tous na Zamba, on a tous na Zamba. To kundoli yango na ba ponclé, des munitions ba calibre nyonso, des armements, des armes ba calibre nyonso. Na Zamba, na site minier ya Baraka, biso nde ba kolomboka. On y va soda ba lo ba kolomboka ba soda. Pas à pas, périmètre par périmètre, nous allons découvrir toutes ces armes qui ont été cachées. Pas à pas, périmètre par périmètre. La restauration de l'autorité de l'État, Tokosala Yango. C'est fini. Déposez les armes et rendez-vous. D'ailleurs, vous allez déposer quoi? Parce que tout ce que vous avez, nous venons de voir ça. Vous allez déposer quoi? Fouiller. Bokima. Jetez-vous au lac Albert pour avoir la vie sauve. Mais en restant vivant, en tenant une arme, AK ou PKM, nous allons vous foudroyer. Tuko foudroyer bino. Non, tuko mingi, tuko apa, tuko wapi. Thomas, restez là où vous êtes. Ne venez pas ici. Vous venez ici, c'est votre mort. Parce que on se bochari motema. Nde ngona bozomona. Bochela yango mitema ba armes munitions nde to uti kozwa. Vous voyez. C'est fini. Mwisho hapa njo mwisho. C'est fini. OK, le on a lobby, c'est fini. Nadhani ya kwamba video hiyo nayo mumeifuata vizuri hapo ni kuhusu explicatio za jinsi walipata zile silaha na mambo jinsi iko kuhusu kundi la CRP la Thomas Lubanga. Tunaendelea na habari zetu hapo. Nadhani ya kwamba kabisa taarifa kuhusu ile stoke kabisa kila kitu mumekielewa. Tuwapeleke wapi Muho Plateau de Fizi kule Minembwe.
Siku ya jana mnajua kuliripotiwa mapigano makali mpaka jioni ya jana ikafika na wako napigana na AFC M23, yani FARDC na wazalendo walikuwa movita kule. Après masaa kadhaa na wako napigana, Minembwe Centre toujours iliendelea kubakia mu mikono ya wasi wa AFC M23 na Twirwaneho. Donc walipigana kabisa, wakaweza kuripousser FARDC pale Minembwe. Donc Minembwe Centre ngali mu mikono ya Twirwaneho pamoja na wanajeshi wa AFC M23. Na kule kabisa kuliripotiwa mapigano makali jana. Wengi walikuwa wakingojea wajue matokeo ni vipi, kwa sababu kule wazalendo na FARDC wako mu offensive, wanapenda warekipere eneo ya Minembwe. Hivyo basi ndio maana tunapaswa kuambia kabisa kila kitu jinsi kiko pale Kufro. Minembwe Centre bado haijakuwa rekipere. Vita kabisa ambavyo vilikuwa siku ya jana, AFC M23 iliweza kuresiste ikaripuze FARDC, hawakupoteza. Minembwe Centre wangali nayo, na hali halisi katika eneo ya Minembwe siku ya leo ni utulivu. Donc hakuna tena mapigano apre jana kupigana vikali. Hali ni ya utulivu pale mpaka saa za mchana wa leo, ni kalme kabisa. Tukiendelea na habari zetu mu maeneo tofauti pale Uvira, mu maeneo ya Walungu na kwingineko kwenye fro, tuzoro hali ni ya utulivu, hakuna mapigano kutoka kabisa kwenye ligne de front pale Uvira, pale mu plaine ya Ruzizi, eneo za Sange vers pale mu eneo ya Runingu hapo kwenye njo Kufro, kwa sababu FARDC na wazalendo wanaikala Luvungi plutôt katika eneo ya Runingu na AFC M23 kuanzia Sange pale njo zone d'opération. Hakuna mapigano. Vile vile mu plaine ya Ruzizi ngambo za Lemera huko nako hali ni ya utulivu, hakuna mapigano. Donc kwingine kabisa kuko kalme. Masisi nako ni vile vile kabisa, hakuna mapigano kule muaxe tofauti, leo kabisa ni kalme. Na Ruchuru kuliripotiwa scène de pillage usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo jeudi. Watu wenye silaha waliingia kabisa ndani ya lokalite ya Buramba. Hii lokalite ya Buramba ina kuwaka ni mugrupema de Tongo, ndio de Tongo kabisa. Waliingia kabisa katika village ya Kanzanza pale, ni Mubinza, ndio pale ni mugrupema ya Binza iko ya Bukombo. Apre kufika katika ile village wakapie sasa vitu tofauti, waliingilia manyumba tofauti, wakabeba vitu vya samani vya wakaaji, wakabeba franka zao, wakabeba na vitu vingine kabisa vya samani vya wakaaji, mambuzi, makondoo na vitu tofauti. Na wakaaji kutoka hapo wanasema kwamba mpaka kwa sasa hawajajua kabisa ni wakina nani ambao walifanya hivyo, kwa sababu walikuwa watu wenye silaha. Na viongozi wa pale kwa sababu eneo hiyo iko mu mikono ya AFC M23, hawajawatangazia kabisa ni wakina nani, na eneo ile iko mu mikono ya AFC M23. Kwenye hivyo vyote vilifanyika, donc kabisa mnasikia hali ya kiusalama si nzuri katika eneo hizo. Na pale katika kijiji hicho wakaaji wanasema ya kwamba AFC M23 ndio yenyewe na kontrole pale, na watu ambao waliingilia ni watu ambao walikuwa na silaha. Wanapenda sasa AFC M23 iwape mafasilio kuhusu hayo, kama ni wanajeshi wa AFC M23 waliofanya hayo wajue, ama kama kuna wengine ambao waliingia kufanya vitendo hivyo wajue, kwa sababu wao wanachokihitaji ni amani. Wapendi kabisa kuishi katika vitendo kama na hivyo. Tunaendelea na habari zetu, taarifa zetu mbichi kabisa za leo. Ni mingi katika maeneo ya Shabunda Musud Kivu pale Shabunda. Population wa hapo kabisa wanalalamika na wanatoa wito kwa viongozi wa wazalendo pamoja na FARDC kuweza kabisa kuingilia kati ili kusimamisha wazalendo wa maeneo hayo ambao wakaaji wanawashtumu kuwa wanaacha kabisa wanaishi maisha mabaya.
wazalendo wa Shabunda wanaendelea kutesa population sana. Donc wazalendo wa muzile eneo wako nafanya vitendo vibaya ambapo wako naingilia kabisa vijiji vya wakaaji huko, na wakaaji wanakimbia na hata kulala katika mapori, na kuna mapigano ambayo yanaripotiwa hata kule katika maeneo ya Shabunda kati ya wazalendo. Hivyo vyote vinaacha wazalendo kabisa plito wakaaji watapata amani. Wazalendo wako napigana abo peke katika maeneo hayo preske kila siku. Donc kila siku kabisa kuna kuwaka mapigano ya wazalendo, na ile kupigana kati yao inaacha population deja wanakimbia, wanalala ndani ya misitu katika maeneo ya Kachungu, katika vijiji vya Choka pale Lulingi pamoja na Nyambembe pale mu territoire ya Shabunda. Wazalendo njo kwenye wanapendaka pigania sana. Wazalendo wenyewe wako muzile eneo wanapendaka pigana sana, hivyo kusababisha hali ya kiusalama kukua mbaya mu vijiji hivyo. Population sasa nayo wanajikuta kabisa mwatari, wanakimbia, wanalala katika misitu, na hapo mnasikia kwamba ni kuwasumbua wakaaji. Na si hivyo tu, bali kuna mabarieri ambazo zishaka kuwa mingi katika eneo hilo, na population wanasema kwamba wananyanyasika sana kabisa katika maeneo hayo. Wanasema kwamba mabarieri tofauti wanalipaka kabisa franka mingi. Kila bariere wako naendelea kupacha franka mingi zote. Wakati unatoka Shabunda na hata maeneo ya Mwenga njo mabariere ya kwanza utajikuta utalipa 50,000, yengine hata 70,000 kuko kwenye wanasemaka wapane 100,000 francs, na kuna magrave bariere kabisa ambazo hauwezi ukapita bila kulipa hizo franka, ambapo wakaji wanasema kwamba franka hizo ni mingi kabisa par semaine, na wakati kule kabisa maisha nayo yaendelea kukua mabaya. Donc wanasema sasa FARDC pamoja na viongozi wa wazalendo pale wanaingilia kati kuweza kutulizisha hali hiyo. Donc ile hali kabisa ya wazalendo kupigana mabariere mingi kule itulie, population waendelee kuishi kama kawaida. Tunaendelea na habari zetu ndugu zangu. Tumewaletea habari mingi, tena mingi kabisa. Tuwapeleke katika muji wa Bukavu. Bukavu tunasema kwanza pole kabisa hapo Bukavu. Ile eneo ya Chikonyi Avenue Buriba mkomine ya Bagira kuko mire kabisa ambayo iliangukia nyumba, na wakati ile mire iliangukia nyumba watoto wawili wakakufa kabisa. Ka video kadogo njo kale ile nyumba pale mbele au watu wawili njo yenye iliangukiwa na mire, na watoto wawili papo hapo wakapoteza maisha yao, na pale kabisa ni accident ya ajali mbaya sana. Kuliamka mvua sana katika mji wa Bukavu. Kuliamka kabisa na mvua mingi depuis asubuhi, na kutokana sasa na ile mvua njo upepo ulikuwa mwingi, ile mire sasa ikaangukia nyumba, na papo hapo watoto wawili wakapoteza maisha yao. Pole sana kabisa kwa familia ya hao watoto, tunasema pole kabisa. Tunaendelea na habari zetu. Anayeitwa Bahati Lukwebo, huyu Bahati Lukwebo kabisa alisema ya kwamba vraiment Kongo haina tatizo na sheria, ina tatizo na katiba, bali Kongo ina tatizo na watu. Alisema hayo siku ya jana. Huyu makamu wa pili wa rais wa Seneti Bahati Lukwebo alielezea kuunga mkono kwake kwanza mipango inayoendelea ya amani ya kidiplomasia inayolenga kurejesha utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
alitaja haswa mchakato wa Washington ambao unashughulikia mgogoro kati ya Kinshasa na Kigali, pamoja na mchakato wa Doha unaosimamiwa na jimbo la Qatar ambalo linazingatia mgogoro kati ya Kinshasa na uasi wa AFC M23. Alitangaza haya wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano siku ya jana katika makao makuu ya chama chake huko Kinshasa. Katika hali hiyo kabisa, mwanachama huyu alisema kwamba tunasema ni mchakato, tayari ni hatua, vikwazo hakika vitakuwa vya taratibu, na jambo la kipekee ni kwamba wakati huu haviwalengi watu binafsi, makambana wa jeshi la Rwanda au watu mashuhuri tu, bali pia vinalenga chombo halali, yani jeshi la Rwanda lenyewe, kwa kuwa vikwazo vitazingatiwa kuhusiana na jeshi la Rwanda. Akizungumzia kuhusu kusitisha mapigano yaliyohitajika sana katika mgogoro kati ya Kinshasa na uasi wa AFC M23, rais wa Seneti alisema kwamba hii ni fursa ya kupongeza diplomasia ya vitendo vya mheshimiwa President Felix Tshisekedi kuhusu kusitisha mapigano. Sote lazima tushiriki uelewe sawa, na zaidi ya yote tuwe macho na wale wanaoamini vita vimekwisha. Elewa kwamba kusitisha mapigano kunapozingatiwa kila upande unadumisha msimamo wake. Hata hivyo, hadi leo sehemu kubwa ya eneo letu la kitaifa kaskazini na kusini mwa Kivu inakaliwa na kusimamiwa na AFC M23 inayoungwa mkono na Rwanda. Wale wanaunga mkono hali ilivyo wanaunga mkono mgawanyiko wa nchi yetu. Mapambano yetu ya sasa lazima yalenge katika kusinikiza utekelezaji mkali wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 2773 ambalo linataka wanajeshi wa Rwanda waondolewe kutoka eneo la kitaifa. Na alipofika sasa kuhusu swala la kushanje constitution na kuhusu tatizo za nchi ya Kongo, alisema kwamba kushanje constitution haiko kabisa solution, haiko solution. Anasema kwamba sisi watu ambao tuko karibu na President Felix Tshisekedi, ifo tunamwambia kweli. Nchi yetu haina tatizo la sheria, haina tatizo na sheria ama na katiba. Nchi yetu kabisa iko na tatizo na watu. Anasema kwamba watu kabisa ambao ni viongozi katika nchi ya Kongo ndo tatizo. Au watu ambao wako na 50-60 kupanda, wao ambao hawawezi kabisa kuongoza nchi vizuri, njo tatizo ambayo Kongo iko nayo. Tatizo haiko constitution, tatizo haiko katiba. Alisema kwamba wakati sisi kama viongozi hatuwezi kabisa kuwa na mafikiri moja tuongoze nchi vizuri, tatizo haiko katiba, tatizo ambayo inadumu kwa miaka kabisa. Iko miaka ngapi? Katiba ni ya 2016 c'était déjà 10 ans, aujourd'hui 2026 ni 19 donc à 20 ans, acha tuseme hivyo. Katiba sasa ambayo ni ya 20 kuna viongozi tofauti ambao wana 60 ambao kabisa washakashindwa kuongoza nchi vizuri. Sasa katiba haiko tatizo, katiba ni wale viongozi ambao hawana uwezo kabisa wa kuongoza nchi. Alisema kwamba kile ni kitu ambacho President Felix Tshisekedi anapaswa kushughulikia, ajue kwamba tatizo si katiba, tatizo si sheria, tatizo ni watu wale, watu kabisa ambao wako mu gouvernement wenye hawana uwezo kabisa, ambao hawana susi ya kuongoza nchi inavyohitajika, wenye donko wako pale kabisa wakiwa wanapenda tu faida zao. Yule ni Lukwebo ambaye alitangaza hayo, na ile kabisa iko realite. Ofete Kongo kabisa kuhusu katiba haiko tatizo, Kongo kuhusu sheria haiko tatizo. Mehao sasa ambao wanaongoza katika donko sheria, wale viongozi wa ndani njo wenye unakutanaka sasa njo wale ambao waongozi vizuri kabisa mambo ya sheria, na anaamini ya kwamba kabisa wakati Felix Tshisekedi anaweza ikala na kuanza kutafuta sasa watu ambao ni waongozi wasio kabisa kuwa na huo uwezo na kutia wapya
tatizo kabisa la Kongo linaweza kuisha. Asante ndugu zangu, merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo. Awashukuru sana, tupatane katika habari zifuatazo donc katika taarifa mbichi kabisa za jioni ya leo. Merci beaucoup.